Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah kwa matokeo mazuri ambayo tumepata. Tupo nyakati za kumalizia msimu, kwa hiyo kitu muhimu hapa ni pointi 3 ambazo tumezipata siku ya leo. Pongeze sana wachezaji wetu wamepambana kwa kutosha. Tupongeze technical staff na mwisho tupongeze sana mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu ambao wamekuja kwa wingi leo hapa KMC Complex. Wamekuja wakiwa wamependeza na mashati yao na wameishangilia timu yao, tumepata matokeo mazuri. Kuhusu Coastal Union, mimi kama mtu ambaye nafahamu mpira, naelewa nini ambacho Coast watakuwa wanazungumza saa hizi baada ya concede goli moja. Wao issue inaweza kuwa sio kupoteza pointi 3. Wao issue inaweza kuwa idadi ya magoli ambayo wangefungwa baada ya kupoteza hizo pointi 3. Sasa na Yanga hapa KMC Complex, chances za Yanga kushinda ni 70% kwenda juu. Kwa ukija hapa kwa timu kama Coast ambayo pia inapambana kuangalia namna gani itakuwa na pointi nzuri za kusalia ligi kuu msimu ujao, lazima pia factor ya magoli kwa maana ya goal difference waizingatie. Kwa nilikuwa najua wanakuja hapa kwa ajili ya kupunguza idadi ya magoli, na kama wangejaliwa wangepata sare. Lakini tumejaliwa kushinda, tumepata goli moja, kwa wao linaweza kuwa na faida, linaweza likaboost confidence yao kwenda kwenye mechi inayofuatia. Lakini pia kwa Yanga, ushindi wa goli moja una faida kubwa kwa sisi, kwa sababu tunakwenda kwenye mchezo mwingine mkubwa tarehe 10 dhidi ya Azam Football Club. Ninge tungeshinda goli 6, goli 7 leo, concentration ya player ingekuwa ina shake kidogo kwenda kwenye mchezo huo. Kwa hiyo kushinda goli moja pia unapeleka ujumbe kwa wachezaji wetu kwamba hapa mwisho ligi ni ngumu, wanatakiwa wajikaze, pambane tuweze kupata matokeo mazuri kwenye mechi zilizobakia inshallah. Tunakosa baadhi ya nyota, Stefano Zinski, Ibrahim Baka ambao mara kadhaa wamekuwa wakipata nafasi kwanza. Ndipo pressure kwenye mchezo huu dhidi ya Coastal. Hapana, haijatupa pressure yoyote kumkosa Azizi Baka na wengine, wala haijaathiri chochote kwenye mpango wetu. Tulishawahi kuwa na hao wachezaji kwenye pitch, tukashinda goli moja vile vile mechi zilizopita huko nyuma. Tushawahi kuwa nao tukafunga vile vile wakiwa kwenye pitch. Kwa hiyo haijakuwa na madhara. Lazima mechi kama hizi zikiisha, basi tutenge pia nafasi ya kuwapongeza wapinzani namna ambao wamecheza vizuri, wamejilinda. Create nafasi, golikipa wao amekuwa na mechi nzuri, naweza kupunguza idadi ya magoli. Kwa hiyo sisi tunajivunia pointi 3 na ndio msingi tuleta hapa KMC Complex leo. Niona hali Daucho anashindwa kuendelea na mchezo nje the same for Kibabali. Yenyewe hali zao zikoje, hususan kwa Daucho alionekana kama huzunishwa na kile ambacho kimepata. Yes, tumezungumza na daktari wa timu na ameniambia ni mapema sana sasa hivi kutoa ripoti ya majeraha ya wachezaji wao wawili. Ameniambia tumpe muda, pengine kesho watakuwa na check up alafu atugie majibu kama ni injury kubwa au ni injury ya kawaida ambayo anaweza kuwepo kwenye mchezo unaofuatia. Hiyo ni kwa Aucho, lakini pia na mchezo. Yes, sisi hatutegemei mchezaji mmoja. Unaweza kumkosa Aucho akacheza Buke Buya, akacheza Shuabu, akacheza Mudafi kwenye namba 6, unapata matokeo mazuri. Kwa hiyo ni kumwombea kheri kwanza asiwe ameumia sana, lakini kama ameumia sana basi Yanga sio kwamba itakuwa ndio imekufa. Yanga itaendelea kutokea hapo na tupana kupata matokeo mazuri kwenye mechi inayofuatia. Narejea Chamazi tarehe 10 dhidi ya Azam. Ni hamna swali lingine. Tuambie pengine mipango mkakati dhidi ya Azam. Yes, huo ni mchezo mwingine mkubwa, mchezo mwingine mgumu kwetu sisi. Tunajua Azam FC watakuja na nguvu zote baada ya kupoteza mchezo uliopita. Wao pia wapo kwenye vita ya nafasi ya 3 na ya 4 na pengine wana matumaini ya kwenda nafasi ya 2. Kwa mechi itakuwa ngumu sana, lakini sisi kama Yanga tumeshajiandaa na mambo haya muda mrefu. Tunajua mechi Azam itakuwaje na tunajua pia tulipoteza mechi ya kwanza dhidi yao. Kwa lazima mechi hii tujipange kikubwa, na nichukue fursa hii kuwaomba mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Tanzania nzima kwenye matawi tuanze maandalizi. Kama ambavyo tungeweza kujiandaa na mechi kubwa yoyote ya Yanga aidha ni ya kimataifa au nyumbani, basi maandalizi hayo tuyafanye pia kwa Azam FC, kwa sababu ni mchezo ambao unaweza kuamua hatima ya furaha yetu msimu huu. Kwa muda gani kuandaa idea ya mashati? Mnichukua muda gani kuandaa idea ya mashati day? Maana umetoka Amna mimi bwana ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia ni hizo akili za kufikiria haraka. Huu mchezo ulivyoonekana kama karatasi kama ni mchezo ambao Yanga anaweza kwenda kushinda tu kirahisi. Sasa inahitaji sauti nyingine kuaminisha mashabiki waje kwa wingi uwanjani. Ukiangalia namba za mechi zetu, wote tunapata mashabiki wengi zaidi compare na mechi mbili zilizopita hapa nyuma. Maana kitubuni kitu kingine ambacho kitahamasisha mashabiki sasa wasifikirie tu ushindani wa mechi, wafikirie mtoko. Yaani waje kama leo wamepiga pasi, wamependeza, wamekuja kuenjoy,
alafu sisi tupate watu wengi na lengo la wao kuja kwa wingi hapa kwa maana ya mapato, lakini pia kushangilia timu iweze kutimia. Kwa hiyo alikuwa wazo la kufikiria sana. Bahati mbaya ni kwamba wazo hili limefikia muda mfupi limekuwa kubwa na limeweza kuzima pia kiki nyingine zilizokuwa zinaendelea mjini. Mashati leo limezima kiki zote zilizokuwa zinaendelea mjini. Nafikiri mimi na waandishi ni mashahidi. Paka sasa hivi nafikiri kuna mchezo unachezwa siku ya ngapi? 5. Yes. Paka leo tiketi za VIP hazijaisha. Sio kawaida. Sio kawaida. Kwa hiyo niwaambie na hii ni mara ya mwisho na wapa ombi. Kisima cha ubunifu lipo hapa. Siku moja tu. Unajua Tanzania haya mambo ya kupita mtaani kukimbia wanayazoea. Wakishayazoea wanakuacha. Unaelewa? Kwa lazima wewe unakuja na flavor tofauti. Leo unafanya hiki, kesho unafanya hiki. Na masaa 24 kutoka leo mpaka kesho. Watume mwaliko na wasaidie. Wasaidie tu kuhamasisha watu wao. Uje kuna flavor wanazikosa. Mimi ninatumia DM nyingi. Akiamini na DM nyingi sana huku. Makolo akiniambia wewe ungekuwa kwetu tungeenjoy sana. Nikamwambia, "Wewe asema sisi za watu hizo kutoa mawasiliano na watu public." Wasipokuja manake mechi inaweza kachana watu 600 pale ndani. Ni kweli katika za VIP ni watu wangapi kwa ule uwanja? Ukitoa wale wageni waalikwa zinabakia tiketi 300. Kwa hiyo mchezo huo fainali mpaka leo tiketi 300. Huko ni kutangatanga. Mimi nashangaa sio kwa nini yani baada ya kuzungumzia mechi yao wao hadi tu na Yanga. Sijui kwa nini yani. Yaani sio kwa nini wanajishtukia. Ni wote kwa mechi hii wamefanya press conference 8. Mechi peke yake. Kaanza msemaji, wamekuja wazee, wamekuja mababu, mabibi, wamekuja kina shangazi, wajomba, leo ni watu wengine wanaenda leo. Yaani wanakuja watu wote, wanatangatanga. Yaani sisi tuna mambo yetu, tunajiandaa na mechi na Azam. Pambaneni na hali yenu. Yaani mkituzungumzia Yanga, sio kwamba mtahamasisha watu wenu waje uwanjani. Tulieni mbinu mbadala za kuhamasisha watu waje uwanjani. Watu wamegoma. Kwenye mechi 3 za mwishoni kama zuzo mechi kwa mechi 3 dhidi ya Azam. Ni pia mtangaza kama kisasi au kuna namna kupia mpira? Hapana. Sisi mechi ya leo imeisha hapa. Kesho tunakwenda kuanza maandalizi ya mchezo dhidi ya Azam. Mchezo wa Azam ni mchezo mkubwa, unahitaji mipango mingi, unahitaji maandalizi makubwa. Kwa hiyo hatuwezi kuyazungumza tu hapa kama tuko tayari na Azam. Lazima kesho tukajiandae kwa ajili ya mchezo mgumu, mchezo mkubwa, na naamini kila mwana Yanga anajua ukubwa wake, anajua ugumu wake, na kila mmoja anakwenda kujiandaa pale Azam Complex. Pakome Zouzoua ni tuzo ya 3 mfululizo, lakini tuzo ya 6, naambia tuzo yake ya 6 ya man of the match. Ukiwa una B2, maana yake hayo ni maandalizi ya most valuable player, MVP wa ligi. Unajua MVP wa ligi inapatikana kwa details kama hizi. Yes. Assist hizo ngapi? 9, goli 8, tuzo 6. Hizo ni details ndogo ndogo. Sio kwamba naipangia kamati, lakini details ndogo ndogo ambazo mimi ndio nimekuwa kwenye kamati ya tuzo for 2 years. Sio kama unajua uandishi. 2 years kwenye kamati ya tuzo. Kwa hiyo kuna some details zinakupelekea kuchagua most valuable player. Haihusishi tu na goli kwamba huyu ndio top scorer, hapana. Wao kitu ufungaji bora, afu yeye mchezaji bora yule ambaye mnaweza kwenda Kenya mkampeleka kama huyu ndio kioo cha wachezaji Tanzania. Sasa Pakome atoshi. Muulize nini mkienda Malawi na Pakome mkasema ligi kuu ya NBC huyu ndio kioo chake, atoshi. Sasa kimpeleka kule Kitale, si unakimbizwa? Bwana asante sana.